Hello, habari. Kwa majina mimi naitwa Dr. Mary, mtabibu na mtafiti wa miti mbalimbali. Popote ulipo, habari za muda huu. Mimi si jambo, naendelea vizuri, namshukuru Mungu sana, na tunaendelea kujifunza mambo yote ya kiroho, mambo ya asili, ili uweze kutambua vitu vingi vya asili ambavyo ulikuwa huvijui. Mpendwa mtazamaji wangu, kama wewe ni mgeni na unatazama video hii kwa mara ya kwanza, ninakuomba subscribe, share video kwa wengine nao wakajifunze, na bonyeze alama kengele ili uweze kupata vipindi vyangu ambavyo navitoa vya tiba katika chaneli hii kwa urahisi kabisa. Mpendwa mtazamaji wangu, na kuomba uitazame video vizuri kwa umakini ili ujue naenda kukufundisha nini na uweze kuelewa kwa urahisi na kwa matumizi zaidi. Mpendwa mtazamaji wangu, dawa hii unayoiona katika hiki kifuko ambacho nimeiweka, hii dawa inaitwa mlipu. Mlipu una kazi nyingi. Mlipu unatumika katika vitu tofauti tofauti. Mlipu kazi yake ni kulipua kitu ambacho kilikuwa kimetulia. Kwa hiyo kiroho, mlipu tunautumia kwa ajili ya mshtuko, yaani kumshtua mtu ambaye amepoa. Yaani kwa mfano mtu ambaye labda alikukimbia kwa muda mrefu, ukitumia mlipu pamoja na chumvi ya mawe na kuandika majina yake katika karatasi na peni nyekundu na ukachoma kwenye moto, basi utakuwa umemlipua moyo wake, na kwa manuizi maalumu kwa ajili ya huyo mtu utakuwa tayari umeshamkumbusha kwamba wewe unamkumbuka na yeye pia akukumbuke. Kwa hiyo mlipu una sifa nzuri ya kumrudisha mpenzi, na matumizi yake ni kwa ajili ya kumrudisha mpenzi, na mlipu ni kwa ajili ya kumlipua mtu, yani ambaye kuna wale ambao una mtu au kuachanisha watu, kuwalipua, yani kumlipua mtu sehemu alipo aondoke, yani kumhamisha mtu, yani mtu ahame kwa haraka haraka. Kwa hiyo unaweza ukamlipua mtu sehemu ambayo alikuwa anakaa, labda hujapenda, labda una mtu ameenda kufanya kazi sehemu ambayo hujaipenda wewe, anafanyiwa vitu vibaya ambao huvipendi, unaweza ukamlipua kwa kutumia mlipu na chumvi ya mawe pamoja na moto. Kwa hivyo ni rahisi sana. Utachukua mlipu kijiko kimoja, chumvi ya mawe kijiko kimoja, utachukua na kipande cha karatasi na peni nyeusi, na utaandika majina yake yule mtu ambaye unataka kumlipua, huko atoke huko aliko na aweze kurudi nyumbani kwako, au aweze kurudi nyumbani. Kama ni mtoto au kama ni mpenzi au ni ndugu yako, basi utachoma kwenye moto. Hakikisha moto wako umewasha ni mwingi. Utaweka chumvi ya mawe pamoja na huo mlipu na kipande cha karatasi ambao umeandika majina na manuizi yako. Utafanya hivyo asubuhi na jioni kwa muda wa siku 7. Zoezi hili unatakiwa ulifanye ukiwa msafi na mwili wako uwe umeoga. Kwa hivyo unapofanya kazi ya kumlipua mtu, hakikisha na wewe uwe msafi. Uwe msafi, yani mwili wako hauna nuksi, na uwe msafi kimwili kawaida, uwe umeoga ndio ufanye tiba zako. Usifanye tiba ukiwa mchafu au umetoka zako kwenye mikusanyiko ya watu, huwa unakuja kufanya dawa hiyo, unakuwa umefanya makosa. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, hizo ndo faida za mlipu katika kumlipua mtu sehemu ambayo yupo, ili kumrudisha na kumrejesha nyumbani. Sifa na tabia ya mlipu na matumizi yake. Mimi naitwa Dr. Mary. Popote ulipo, na kuomba ushare video hii na wengine wakapata elimu hii ya mlipu na waweze kufaidika katika maisha yao kiroho. Na pia mpendwa mtazamaji wangu, na kuomba utoe maoni kwa hiki ambacho nimekufundisha namna ya kumlipua mtu, na uweze kulike hii video kama umeipenda. Mpendwa mtazamaji wangu, ninakushukuru sana. Lakini pia nakukaribisha sana ofisini kwetu ujipatie tiba mbalimbali kulingana na changamoto yako. Kama unataka mafusho, unataka kusafishwa nyota, mvuto, unataka biashara zako zifunguke, unataka kila kilichokuwa kizuri ukipata kwenye maisha yako,
basi ninakukaribisha sana. Karibu sana mpendwa mtazamaji wangu, na pia tutaonana katika kipindi kingine na madarasa ya